Na mimi nikutie moyo huu ya kwamba bidii yako haitakuwa bure mbele za Bwana. Haleluya. Bidii yako haitakuwa bure mbele za Bwana. Mungu hawezi kuwaacha wanaomcha na kumlilia kila itwapo leo. Endelea kukaza mwendo kwa Bwana. Endelea kukaza buti kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwakaribishe katika mwendelezo wa somo letu lenye kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Niwakaribishe katika mwendelezo wa somo letu lenye kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Na tupo ndani ya kanuni ya 13 ambayo tunaendelea nayo, tukiitazama kanuni hii kipengele kwa kipengele. Tukiitazama kanuni hii kipengele kwa kipengele. Kanuni ya 13 inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia kama chachu ya kufanya baraka za Mungu zikujilie maishani mwako, kama chachu ya kufanya mafanikio ya kimungu yatawale maishani mwako, ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Andiko letu la msingi kwenye kanuni hii ni Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17. Andiko letu la msingi kwenye kanuni hii ni Wakolosai 3:17. Biblia ikituambia ya kwamba na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Ni msisitizo wa kibiblia unaotuonesha ya kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kufanya mambo yetu bila kujali ni madogo kiasi gani au ni makubwa kiasi gani, kuyafanya mambo yetu yote kwa kumhusisha Mungu. Na tukaona kipengele cha kwanza katika kanuni hii ya 13 inayozungumzia chachu ya mafanikio, chachu ya kubarikiwa iitwayo kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu. Kipengele cha kwanza kilikuwa kinazungumzia faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako, kwamba tunapomshirikisha Mungu au tunapomhusisha Mungu kwenye mambo yetu, kuna faida gani tunapata kuziona? Kuna faida gani tunapata kuziona tunapomshirikisha Mungu mambo yetu? Kuna maslahi gani ndani ya swala hili la kumshirikisha Mungu mambo yetu? Kwa nini miongoni mwa vyote na wote waliomo duniani na ulimwenguni tuelekezwe kumshirikisha Mungu mambo yetu? Tukaona faida hizo za kumshirikisha Mungu mambo yetu, moja ikizungumzia swala la makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui kutokuweza kufanikiwa katika mambo yetu, kwamba tunapomshirikisha Mungu mambo yetu, kuna wakati shetani anaweza akajiinua kutaka kuleta mabaya kwenye hayo mambo, lakini mabaya hayo ya kishetani, mabaya hayo ya kiuadui hayawezi kufanikiwa kwenye mambo yako ambayo unakuwa umemshirikisha Mungu. Tukaona faida ya pili ikizungumzia swala la mambo kupona kuliko kufa, kwamba tunapomshirikisha Mungu kwenye mambo yetu kunakuwa na kupona kwa mambo yetu kulikoni kufa. Ikasema inawezekana kuna mambo umeyafanya na hatima ya mambo hayo ikawa ni kufa. Uchawi mkubwa ambao unaweza ukayaua mambo ya mteule wa Mungu ni huyu mteule wa Mungu kuyafanya mambo yake pasipo kumshirikisha Mungu wake. Nikasisitiza ya kwamba
Sisi peke yetu hatuwezi jambo lolote bila Mungu, na tunaishi katika ulimwengu ambao shetani na maadui zetu misheni zao juu ya mambo yetu huwa ni mbaya tu. Hakuna adui ambaye atakukusudia mema kwenye mambo yako. Hakuna adui ambaye atatamani mambo yako yafanikiwe. Haijalishi yeye amekwisha kufanikiwa, haijalishi bado hajafanikiwa, maadamu ni adui kwako, hata tamani ufanikiwe. Usikae hata ukasema ya kwamba maadamu adui yangu kafanikiwa, basi na mimi ataniachia sasa nifanikiwe. Kuna wakati maadui hutamani kuona ya kwamba kama wamefanikiwa, basi waendelee kufanikiwa wao peke yao, sio na wewe ufanikiwe nao. Kwa hiyo kuna misheni mbaya sana za kiuadui juu ya mambo yako, na hususani unapokuwa mtu wa Mungu. Nikasema kwa sababu shetani hawezi kujipiga vita mwenyewe. Haiwezi ikacheza uwanjani timu moja ya shetani na timu nyingine ya upinzani ya shetani huyo huyo. Shetani hajipangii makundi ya yeye kwa yeye. Shetani katika makundi yake anaangalia ni wapi pana mteule wa Mungu, ndio aingie hapo ayavuruge mambo ya mteule. Na ndio maana kuna wakati unaweza ukapima kipimo katika kipindi ukiwa hujaokoka na ulipookoka, ni wapi vita imezidi kupamba moto, ukakuta ni wakati wa kuokoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu saa hizi shetani sio mjomba wako, saa hizi shetani sio babu yako. Saa hizi umekata kamba kwenye zizi la shetani. Ni mnyama gani atakata kamba alafu yule ambaye anamfuga huyo mnyama asimtafute mnyama wake kama anamjali na anamthamini na anampenda na anajua huyu mnyama ananiingizia masilahi kwenye maisha yangu? Utaachaje kumsakama huyo mnyama? Bwana Yesu asifiwe. Wewe yule ng'ombe ambaye unasikia asubuhi anakamua analeta 10, jioni analeta 10, asubuhi 10, jioni 10. Waambiwe na watoto, hata kama uko kazini katika kazi ambayo kila mwisho wa mwezi inakuingizia maslahi gani, waambiwe na watoto wako, baba, mama, yule ng'ombe bwana, hivi tunavyoongea amevunja zizi, ametoka, hatujui alipoelekea. Hiyo siku inaweza ikawa mbaya sana kikazi kwako. Haleluya. Kwa sababu gani? Unakumbuka masilahi ambayo yule mnyama anakupatia. Hujali hata vile ambavyo anafanyia hapo kwako na kukutia gharama za kila leo kufanya usafi. Unapima kipimo cha vile ambavyo nafanya usafi bandani na manufaa ambayo huyu mnyama ananizalishia kwenye maisha yangu. Unaangalia, unaona manufaa ni mengi kulikoni hata vile ambavyo anakutoa jasho kumfanyia usafi. Hapo unaanza kuagiza sasa defender za mtaani. Unaambia, tafuteni yule mtoto wa mzee fulani, nendeni kwa mzee fulani kamwangalieni yule kijana wake, nendeni mwambieni chochote kile nitawapatia, wajitahidi kumsakama huyo mnyama, wampate, wamrudishe. Unaamka mpaka kutafuta sasa na timu ya ziada. Umeona? Na ndipo ambapo wakati mwingine kwenye mambo yetu shetani anavyotufanyia. Kuna mpaka vyama vya zaidi anaweza akavitafuta. Haleluya. Kuna mpaka vyama vya zaidi anaweza akavitafuta, ili mradi ayachunge maisha yako, ayafuatilie, ili kuyaharibu, ili kuyaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapokuwa tumemhusisha Mungu kwenye mambo yetu, usalama wetu ndipo unapotokea hapo, ya kwamba katika makusudi mabaya ya shetani kuua mambo yetu, hayo makusudi hayawezi yakafanikiwa wakati kwenye hilo jambo kuna Mungu. Ni hesabu rahisi sana. Haleluya. Ni hesabu rahisi sana, kwamba jambo ambalo shetani leo analipambania ili aliharibu ni jambo ambalo Mungu yuko ndani yake hilo jambo. Kwa hiyo maana yake akiweza kuliharibu hilo jambo, ina maana alimharibu na nani? Na Mungu aliye ndani ya hilo jambo, katika kitu ambacho ni kigumu kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukaona faida nyingine ya tatu, faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu mambo yetu. Faida nyingine ya tatu tukaona faida inayozungumzia suala la kuyaonea raha hayo mambo yetu. Haleluya.
Nikasema raha ni kama manufaa. Kuna wakati mambo yako unaweza ukaanza nayo kwa spidi yakaonekana ni mazuri, kwa spidi ulioanza nayo nzuri, lakini manufaa ya hayo mambo huko mbeleni itategemeana na namna ambavyo unaishi na Mungu ukiwa unajishughulisha na hayo mambo. Kitu kilichoitwa ndoa kama ndoa, chenyewe kama chenyewe hakina raha mpaka umuhusishe yule mtaalamu wa ndoa ambaye yeye ndio alikaa akaorganize, akaona aweke suala la ndoa kwa watu, mpaka ahusike kwenye hicho kitu kinachoitwa ndoa. Kikiwa ni ndoa kama ndoa, hakinaga raha ndani yake. Na ndio maana kuna watu unawasikia wanakuambia, sisi tuliomo ndani ya hizo ndoa tunataka tutoke, nyie mwaombea muingie. Hey. Ukisikia ziada kama hiyo, ujue ni mtu ambaye amejishughulisha na mambo, hata kama ni ya Mungu. Ukijishughulisha nayo bila Mungu mwenye mambo yake, utaona hasara, utaenda kilio, utaenda kwenye maumivu. Kutembelea mstari wa maumivu katika jambo ambalo hata limeitwa la Mungu ni sawa kabisa, endapo kama utalifanya bila Mungu mwenye jambo lake. Haleluya. Wakati Mungu amesema ya kwamba asiyefanya kazi na asile, haimaanishi ya kwamba ufanye kazi kwa bidii yako, kwa akili yako mwenyewe. Ukifanya bila Mungu utaona kufanya unafanya na kula haufanyaje? Hauli kweli. Nikasema watu ambao mmechakazwa na kazi, wakati mwingine unafaa kusema kwamba mwili wangu mimi sio hizi harakati za maisha. Sasa harakati za maisha tunazifanya ili tunufaike au tunazifanya ili tuishe? Kwa utakuta kuna wakati hata formula zimebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Tumefanya mambo bila Mungu. Haleluya. Kwa kuna raha katika kila jambo ambalo Mungu anaruhusu mwanae alifanye. Lina raha. Aliposema mkamate elimu, usimwache ende zake, mshike maana yeye ni uzima wako, alijua katika elimu kuna raha. Lakini leo hii kuna majuto kwenye elimu. Wakati mwingine tuliona watoto wetu walilogwa wakaruka mapepo pale ambapo walikuwa wamefanyaje? Ni wako shule wanasoma. Kwa sababu ya shule ndio walitupiwa nini? Mapepo. Si ni kweli? Kiasi kwamba kama sio kusoma tungekaa nao tu hapo, yangekuwa ni mahezi na madashi hapo nyumbani, wala hata shetani asingejisumbua naye. Kwa sababu gani? Hajisumbui na bidhaa zilizoko kwenye supermarket yake. Waswahili mkasema kuku wako mwenyewe manati ya kazi gani? Si atakuja usiku. Au mnasemaje? Tena wakati mwingine acha hata kumtupia punje zile, kumlazimisha ingie ndani mchana, unaweza kuonekana unamuiba. Utaona baadaye kuna watu kwa wamekosa kuku wao, wanasema tulimwona mama fulani akishakashaka kuku, tulimwona mzee fulani akipambana kulazimisha kuku aingie. Nenda, itakuwa ndo kuku wako kambana. Lakini nakutwa ni wako. Ulikosea wapi mpaka saizi unasingiziwa, hata unashutumiwa kwenye kesi ya wizi, unashukiwa kwamba ni mwizi, kwa sababu ulilazimisha kuku wako mwenyewe wamshikia manati, wamfanyia mbinu za kuingia kwa mtego. Mtego wa nani sasa? Si mtego ni wako, kuku ni wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kuna raha za mambo tutazipata pale ambapo tutayafanya hayo mambo kwa kumshirikisha Mungu. Kwa peke yetu hakunaga raha. Kufanya mambo peke yetu hakunaga matokeo mazuri, hakunaga manufaa. Tukaona jambo la 4 ambalo ndio tulihitimisha nalo. Tukaona jambo la 4 likiwa linazungumzia suala la matokeo ya mambo kutokuwa mabaya. Tunapomshirikisha Mungu katika mambo yetu, matokeo ya hayo mambo yetu hayawezi kuwa mabaya. Haleluya. Na katika harakati zozote zile za upambanaji huwa kuna matokeo ya aina hizi. Aidha yawe mema au mazuri au yawe nini? Mabaya. Ndivyo vilivyo tu. Kwa hiyo kwa kadiri ya vile ambavyo wewe unataka fungu la wema, msaada wako uwe ni kumhusisha Mungu. Haleluya.
Matokeo mengi mabaya ya mambo yetu yametokana na pale ambapo tumefanya mambo bila Mungu kuwa amehusika kwenye hayo mambo. Utakuta wakati mwingine tukiwa tunaanza hayo mambo tunatazamia matokeo mazuri. Hakuna ambaye utamkuta leo hii anasema nafanya biashara ili niteseke, ili jioni ikifika nijikute sina hata 50. Hakuna anayesema hivyo akienda kwenye biashara. Mpaka mtu amelilia kazi, amelilia ajira, maana yake ni kwamba kwenye hiyo ajira ametazamia apate manufaa nayo, ni matokeo mazuri ndio ameyatarajia. Lakini katika habari za kutokumhusisha Mungu, hata utazamie mazuri, yatatokea mabaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu jeuri ya maisha ya mtoto wa Mungu sio yeye mwenyewe na utoto wake wa Mungu. Jeuri ya maisha ya mtoto wa Mungu ni Mungu wake. Ulizeni wale watoto ambao wanagombanaga na wenzao huko. Kuna wakati unasikia, babangu atakujibu kwa mimi. Babangu anapiga mabuti. Na utakuta yeye hata siku moja kumuona babake akirusha buti. Lakini unaona tu jeuri ya mtoto ni baba yake, ni uwezo wa baba yake. Situishi hivyo kama watoto. Na ndio maana kuna wakati Biblia inasema tusipoongoka kama watoto wadogo hatutauingia ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Kuna wakati watoto wadogo wana maarifa ya kimbingu kuliko ni hata watu waliookoka. Kwa hiyo jeuri yako wewe kwenye biashara sio mtaji mkubwa wewe. Unaweza ukapewa mtaji mkubwa, kesho kutwa tu ukaanza kutuambia kwamba ulimwengu acha nyinyi. Mtaji. Unaulizwa huku unaanza kusugua chini huko na miguu. Unajua tayari ushatumbukia mtoni huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunakuuliza ile biashara ambayo ulifungua kwa kasi kweli, ukawa kila sehemu umeishenisha, umeijaza. Watu wanasema, jamani, watu wenu wanaanza na speed 100. Tumetazamia kwamba mtu anaanza kidogo dogo, anaweka hiki, anaweka hiki. Huyu tayari duka limefunguliwa tu, kila kitu kikiwa kimejaa. Tukikuuliza kesho unasema, ulimwengu wao, acheni tu. Haleluya. Inawezekana kabisa ukatuletea matokeo ya namna hiyo. Kwa sababu gani? Ya kufanya mambo pasipo kumhusisha Mungu. Tuliwaona wenzetu wakina Petro mara 2 wakifanya kazi za hasara, wakifanya kazi wakiambulia matokeo mabaya, na wakati kazi hizo zilikuwa ni halali sio za haramu, na wakati mitaji walikuwa nayo kama ni swala la mtaji, na wakati utendaji kazi wa nguvu kubwa ulikuwepo, walikuwa ni njemba, na wakati walikuwa na maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sio kafika mahali ukasema kwamba kama kwa sababu sijaenda shule ndio maana. Hata mshule mwenyewe atapigika na nyundo kubwa sana ya kimaisha pale ambapo utatumainia shule yako pekee ndio itakusaidia, elimu yako pekee itakusaidia. Nikwambie, tukija huku ulimwenguni tunapimana kwa jeuri za miungu. Haleluya. Tunaangalia ni nani Mungu wa kweli wa kumsaidia aliyo wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa chochote kile kisikufanye ukamwacha Mungu. Uwezo wa namna yoyote ile usikufanye ukamwacha Mungu. Haijalishi kweli hilo jambo sio dhambi. Tunajua biashara ile ichakaze vizuri inahitaji mtaji mkubwa. Lakini swala la mtaji mkubwa ulionao kwenye biashara isiwe jeuri ya kumwacha Mungu. Ukubwa wa Mungu ni mzuri kuliko ukubwa wa mtaji. Katika udogo wa mtaji ukiwa na Mungu aliye mkubwa, huo mtaji unaweza ukakuzwa katikati ya biashara, katikati ya safari, kuliko mtaji mkubwa bila Mungu. Huo unakufa saa yoyote. Unasema mimi nimeibua bwana, nimeibua na project kubwa sana, mradi mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Isiwe jeuri yako hiyo. Jeuri yako ni bora iwe Mungu kulikoni kuwa project kubwa, mtaji mkubwa. Eti umeolewa nyumba ambayo mama mkwe ana bubu, atakuwa na bubu tu kwa ajili yako kama umeenda bila Mungu.
Yaani bubu ataanzia kwako. Siku na wale wenzako anakuambia, "Mwaya, karibu mke mwenzetu, tuliolewa wote nyumba moja. Mwaya, tumempata mama mkwe." He. Barikiwe mwanangu. He, tumempata mama mkwe hapa, karibu Mwaya. Huyu mama mkwe Mwaya, mambo ya pepe ataanzia kwako. Waulize wenzako, jamani, mpaka hizi pepe mama mkwe hana, mmeingiaje? Haleluya. Watu huaga wanazimwaga. Kwa usipopata dawa ya kumzima, ataamka tu, atafufuka, ataanzia kwako. Umeingia kwenye nyumba ya watu unaambia, "Huyu baba mwenye nyumba Mwaya, hana shida." Yaani kodi ni wewe mwenyewe tu. Hata upitishe miezi, hata mimi hapa ninavyokuambia Mwaya shostie, Mwaya shogare. Mwaya mimi hapa kuna wakati napitisha hata miezi mitatu. Nakwambia wewe utakuja kugongewa kabla ya tarehe ya mwisho wa mwezi kufika. Kama umeingia kwenye nyumba ya watu bila Yesu, usijitie kiburi na jeuri, usijifariji kwa jambo lolote. Vibaya vinakuja tu. Tunaenda sawa sawa. Nakwambia jeuri yetu ni nani wapendwa? Yesu. Si vinginevyo. Wala tusije tukatulizwa pia kwenye mahaba ya wanawake na wanaume tulionao tukasema ya kwamba hapa nimepata tulizo la moyo sasa. Mimi najimwelea tu vyangu. Nakwambia kuna saa utamwelwa. Jeuri yetu ni Yesu. Plus, tusikabidhiwe watoto watu wa kike mama Mungu akasema, "Mimi kwangu huyu alikuwa na tabia nzuri mpaka ninakupa, lakini namtamani hata ningekaa naye." Ukasema ndio najidebwelesha, debwe nimelipata. We. Bila Yesu watakuburuza, atakubadilikia. Haleluya. Amina. Utashangaa hakuwa hata na tabia hata kubweka kuonekana ya kwamba ana elementi vya mbwa. Lakini utashangaa huko ndani ya nyumba kawa simba. Hata daraja la mbwa hajawahi kuishi. Lakini utashangaa huko ndani kaenda kuwa nani? Kaenda kuwa simba. Mabadiliko mabaya yanawezekana yakatokea pale ambapo tutamhusisha nani? Mungu kwenye mambo yetu. Yaani mabadiliko mabaya kutokea ni kawaida sana. Kama hujamhusisha Mungu, yatatokea, yatakuburuza. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuangalie kipengele kingine cha pili, kipengele kipi hapa cha pili? Kanuni ya 13 inayozungumzia kufanikiwa kwa njia ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu. Ina vipengele kwa vipengele. Kipengele cha kwanza tumeona faida za kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Kipengele cha pili kimekaa kiswali. Kinasema hivi kwa wale wanaoandika. Kipengele cha pili kinasema, "Je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu?" Je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu? Je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu? Je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu? Je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu? Tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi? Huu mtelezo unatokana na nini? Kwa nini iwe ni kitonga, iwe ni urahisi, iwe ni mtelezo, iwe ni mteremko? Kubarikiwa kwako na kufanikiwa kwako pale unapomhusisha Mungu kwenye mambo yako. Kwa nini iwe hivyo? Urahisi wa baraka na urahisi wa mafanikio unakujaje katika hili swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu? Kwa kipengele cha pili hiki tunachokianza rasmi leo kinasema, je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi? Haleluya. Namba moja, andika namba moja. Majibu hayo. Namba moja, andika, tunapomhusisha Mungu
tunapomhusisha Mungu. Au kumshirikisha Mungu. Tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu, tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi. Tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi kwa sababu Mungu huwa ana asili. Kwa sababu Mungu huwa ana asili ya utajiri. Hivi jamani, ni ajabu Msambaa wa kumbuke kule kwetu Msambaa wa Soni kuna kwetu kule Mtae. Kwa nataka hapa kwetu Mtae kwa sababu hapa ndo nimefika kwenye Msambaa mahali nilipofika sana ni pale. Hivi ni ajabu Msambaa wa kutoka Mtae akawa amekuja kwako akakuletea viazi. Sema sasa kwa sababu labda wengine hawajui Mtae. Unajua wewe Mchaga. Umekaa na wewe. Safi. Anasema sio ajabu lakini ni Mchaga aliyojibu wala sio hata Msambaa. Ndio maana nimemuuliza unajua aje wewe Mchaga? Na anasema nimekaa. Amesema sio nini? Kwamba Msambaa anayetoka wapi? Mtae. Akaja akakuletea viazi. Sio na lokozi. Akaja akakuletea nini? Viazi. Katika zawadi ambazo wamekuletea akakuletea zawadi. Haiwi ajabu. Kwa nini haiwi ajabu? Wewe Mchaga uliojibu mambo ya Usambani, kwa nini haiwi ajabu? Kwa sababu ndio kilimo. Kwa kadiri ya asili ya mtu, haiwi ajabu mtu akafanya kile kitu ambacho ni tabia ya hiyo asili yake. Ni sawa? Haleluya. Kwa hiyo urahisi wa mtu kubarikiwa na kufanikiwa pale anapomhusisha Mungu unatokana na picha inayoonyesha ya kwamba asili kamili ya Mungu huwa ni utajiri. Mzee Jimmy, kuna wakati tunawaitaga mlango wa 8. Asikia yule ni 9 toa 1 kwa kweli. Unajua sifa ya mtu kuitwa mlango wa 8 anapimwaje? Unakuta alikaa na fulani ambaye ana mafanikio, yeye halifanikiwi. Limekaa na mtu mwingine tena likawa likupe sijui ni chawa wa 8 mwenye nazo, yeye katoka patupu. Unasikia yule naye ni 9 toa 1. Kwa nini sasa alaumiwe? Maana yake inatazamiwa kwamba kwa kadiri ya yule ambaye anazo na yule ambaye anacho na yule ambaye ana tabia ya kufanikiwa, ukishikamana naye na wewe kufanikiwa inakupasa ufanyaje? Ufanikiwe. Mbona mnabakia kwenye ukiambatana na mwizi na yeye ni mwizi? Mbona hamji kwenye ukiambatana na mwenye nazo na wewe unazo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa asili ya Mungu ni utajiri. Ndivyo jinsi ambavyo na sisi tunavyopata manufaa tukiwa tumemhusisha huyu tajiri, huyu mwenye asili ya utajiri kwenye mambo yetu tunayojishughulisha nayo. Hebu twende kwenye maandiko tuione hiyo asili ya Mungu ya utajiri. Kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17 hadi wa 18. Sikiliza maneno ya Mungu, alikuwa hata hawekewi maneno mdomoni. Anazungumza mwenyewe hapa kwenye kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17 hadi wa 18. Ni Mungu hapa anasikika akizungumza mwenyewe kabisa. Mwenyewe. Sio kwa vinywa vya manabii nani? Unasema nabii kapulugwa.
Nabii hiyo siku aliamua kujipendekeza kwa Mungu, akawa anamsifia bure. Hapa ni Mungu mwenyewe anazungumza kwenye Mithali 8:17 hadi 18. Anasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Hiyo ilikuwa ni mstari wa 17. Alipofika mstari wa 18 akasema, utajiri na heshima ziko kwangu. Akaendelea kukolezea wino akasema, naam, manake hata humu duniani pia tuna matajiri. Haleluya. Lakini ili watofautiane na Mungu, ili Mungu ajitofautishe na matajiri wengine wa ulimwengu, anasema kwenye hii B ya mstari wa 18 anasema, naam, utajiri udumuo. Haleluya. Kiasi cha kwamba hapa hautaambiwa kwamba leo pana yule dada amestaafu utajiri. Wastaafu utajiri kwa nini? Utajiri udumuo. Akamalizia kusema na nini? Na haki pia. Certificate, kidhibiti sasa, kibali cha huo utajiri. Kwa hiyo yeye Mungu asili yake ni tajiri. Shika jambo hilo kuwa ni la kwanza. Asili ya Mungu ni nini? Ni tajiri. Lakini pia katika utajiri wake umezingatia vigezo vyote ambavyo kiutajiri wa duniani huwezi ukavipata hivyo. Anaposema utajiri udumuo na haki pia, si ni kweli kwenye ulimwengu tumekutana na watu ambao walipanda juu sana, wakatukuzwa, wakawa ni mazumbe. Wakati mwingine wakawa na miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Kila unapopita unaona ya kwamba mtu fulani, kile kitu na mtu fulani, lile duka na mtu fulani, lile nini mtu fulani, hadi mgawa mtu fulani, vituo vya pesa vya kubadilishia pesa, Tigo Pesa, M-Pesa, mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye ukashangaa hakuna tena ile picha hapo mtaani. Mambo yamebadilika. Mkimtafuta yule mtu kwamba hata alipo kwamba labda amehamisha utajiri mahali pengine, hamna mahali pengine ambapo mnapata fununu napo kwamba yupo. Mwisho wa siku unasikia alirudi zake kijijini siku hizi mwaya. Anajitahidi tu kulimalima vimboga vyake hapo nje, utakuta kapanda kabustani kake hapo. Hivyo anaendesha sasa maisha. Lakini angalia uzuri wa kuambatana na Mungu, angalia uzuri wa kumshirikisha Mungu, angalia uzuri wa kumhusisha Mungu kwenye mambo yako. Utajiri wake akija nao kwako, anasema una asili ya kudumu. Kwa hiyo mimi sikufundishi hapa kukusukuma kwa Mungu, kwa sababu Mungu ukimwangalia labda ana mfanano na watu fulani, na kusukumia kwa Mungu kwa sababu mambo yake kuna wakati utayaona yana mfanano na mambo ya ulimwengu, lakini ukiangalia ya kwake unayakuta ndani yake yamebeba uhalisia unaodumu. Hauna ubabaifu. Haleluya. Tajiri udumuo na haki pia. Unaweza ukana vitu na visiwe haki yako, na ndio maana nimekwambia picha za hao watu ambao wameshawahi kuwa na renki kubwa na majina makubwa kwenye mitaa yetu, baadaye unashangaa wamefutika. Manake nini? Kuna vitu wanakuwa navyo kwa muda mpaka unakuta wanapokonywa. Kuna kipindi kinaonekana sio haki kwao. Kuna wakati nikasikia kuna utajiri ambao unapimwa kwa kurushwa punje chini, halafu kuku anadonoa. Ni kweli? Akidonoa ngapi? Moja? Ni mwaka mmoja utajiri. Si unaona sasa? Kwa hiyo ikifika mwaka wa pili, haki ya ule utajiri haunayo baba. Sio kwamba lile shehena la utajiri limemuishia yule utajiri, bali wewe tayari haki hauna. Kwa sababu utajiri wake anautoa hivyo, sio kwa haki za kudumu, kwa kadiri ya msimu.
Haleluya. Kwa sikwambia kwamba hizi picha za uzuri utaziona huku kwenye matajiri wa duniani, bali ninachokuonesha ni kwamba picha hizi za uzuri wa Mungu utakazoziona kwa Mungu na kufunulia na ndani yake uone jinsi zilivyo imarika, uzuri wa Mungu ulivyo thibitika, uzuri wa Mungu ulivyo wa uhakika, hauna ubabaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Utajiri na heshima viko kwangu. Tumekuwa na matajiri wakati mwingine tunashindwa hata kuwaheshimisha kwenye jamii, kwa sababu unashangaa ni tajiri anazo kweli, lakini swala kutembea na ebo au kutembea pepo, ni sehemu ya maisha yake. Sasa unashindwa kuelewa yaani hata mnashindwa kumwandikia barua kumuita kuwa mgeni rasmi. Mnaona bora mmuite Madam Holiness Mbando, mwalimu wa huko Lushoto. Kwa sababu sasa matajiri mnaowapima ambao mnataka muone wakikaa pale mbele ya meza at least wanatetemesha meza, unawaangalia kwamba wanaweza wakakujilia na ebo ukawa hata umempiku wewe uliomwalika. Mgeni rasmi unashangaa amekujia na undara huo wa chooni, ambao tena bora hata zile za chooni kwa sababu hazitumii sana. Kuna wakati unakuta zinadumudumu na upya, anakujia na ile ambayo ndio kabisa huku chini ikigeuzwa hivi unaona kisigino kiko wazi. Kwa katikati ya matajiri wa ulimwenguni nimetumwa nikuambia yuko Mungu ambaye utajiri wake hauna ubabaifu, utajiri wake hauna magagaziko, utajiri wake hauna tashwishwi, haushitui, ana utajiri na heshima. Akasema utajiri unaodumu na haki pia ya huo utajiri kuwa nao. Kwa hiyo mwalimu, kwa nini unisukumie kwa Mungu? Ukisema ya kwamba nikishikamana naye, nikimshirikisha kwenye mambo yangu, mambo yataenda bam bam. Na kujibu na kwambia kwa sababu kwanza asili ya Mungu ni utajiri. Haleluya. Kwa nimetumwa kipindi hiki nikupe huyu Mungu. Nilikupe ili lipedeje la mbinguni. Wakati unapata shida na mapedeje wa duniani, na kwambia kuna wakati au mapedeje wa duniani utajiri wao hauna heshima. Utajiri wao hauna udumuo. Ndani ya utajiri wao hakuna kitu kinaitwa haki. Na ndio maana kuna wakati si ajabu ukakuta amestaafu. Hivi hamjawahi kukaa mkakumbukaga kwamba zamani kulikuwa kuna magari ya namna fulani, aina fulani, unasema iko wapi yale? Tusaga kipindi kile hadi magari msifikirie sana vitu vya watu mandumwendumbo yao. Sije mazinduna yakawainukia. Jibu la pili. Jibu la pili. Kumbuka ni kipengele ambacho kimekaa mfumo wa swali kinasema, je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi? Jibu la kwanza tuliona ya kwamba ni kwa sababu Mungu huwa ana asili ya utajiri. Kwa hiyo sio ajabu sana ukabarikiwa na ukafanikiwa pale unapomhusisha, kwa sababu yeye na mafanikio, yeye na baraka ni asili yake. Jibu la pili, andika, tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu. Tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu. Tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu, tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi. Tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi kwa sababu Mungu huwa ana ujuzi mkubwa sana. Kwa sababu Mungu huwa ana ujuzi mkubwa sana.
Mungu huwa ana ujuzi mkubwa sana wa mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Mungu huwa ana ujuzi mkubwa sana wa mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Kwa hiyo inatuia rahisi kubarikiwa na kufanikiwa tukiwa tumemhusisha Mungu kwenye mambo yetu, kwa sababu ana ujuzi mkubwa sana katika suala la kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Ujuzi wake ni mkubwa sana. Nataka nikuoneshe miongoni mwa picha zinazoonesha ujuzi wa Mungu ulivyo mkubwa sana katika kuyapata na kuyavumbua mafanikio. Kwa hiyo andika picha zinazoonyesha ujuzi wa Mungu ulivyo mkubwa sana. Hizi ni picha zinazoonyesha ujuzi wa Mungu ulivyo mkubwa sana katika kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Picha zinazoonyesha ujuzi wa Mungu ulivyo mkubwa sana katika kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Picha ya kwanza, kitabu cha Hesabu sura ya 20 mstari wa 7 hadi wa 8. Unajua Biblia ni tamu sana, haina bla bla, haina bla bla. Maelezo na uhalisia wa mambo ulivyo, maelezo na uhalisia wa mambo ulivyo, maelezo na utetezi wa point na utetezi wake. Picha ya kwanza kuhusiana na ujuzi wa Mungu ulivyo mkubwa katika swala la kuyapata na kuyavumbua mafanikio ni Hesabu sura ya 20 mstari wa 7 hadi wa 8. Biblia ikituambia hivi: Bwana akasema na Musa akinena, twaa ile fimbo. Twaa nini? Twaa nini? Twaa ile fimbo. Taona jambo ambalo hii fimbo inaenda kutumika. Leo ungesema unakosea. Sasa hapo itakuwa ulikuwa umaanishi fimbo, lakini Mungu alimaanisha fimbo, na ilipotumika utaona kilichozaliwa pale kikatokea. Kile alichotamani Mungu kitokee kilitokea, alichotaka Mungu kitokee kilitokea kwa kupitia nini? Hiyo fimbo. Twaa ile fimbo, ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba. Sio hata ukautikise. Jamani, neno kuambiwa lina tofauti na neno kugusa. Twende sawa eh? Neno kamwambie yaani ukiambiwa mtu nenda kamwambie kwamba anikome, wewe ukifika ukimpiga na bao ukimwambia eti umkome, ukishtakiwa kweli ni sawa. Kwa sababu gani? Wewe umeambiwa kaseme. Haya, huko kumpiga na bao. Kwa kesi yako inaweza isiwe kule kumwambia eti na fulani umkome. Kesi yako wewe itakuja pale ambapo nalimbata juu ulimpa, ili hali wala hujatumwa kufanya hilo jambo la kupiga mbata. Haleluya. Kwa hiyo nikamwambie, katumie maneno, katumie kinywa. Anamwambia Musa, chukua fimbo, kawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao, utoe maji yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ushike mekanizimu ya fimbo na maneno, kauambie. Alafu mwamba ni kitu gani bwana? Mzee wa mgodi. Jiwe. Jabali, umeanza jiwe. Na sio tu jiwe, kwa sababu hapa kuna wengine nao na picha za jiwe. Anaweza akadhani ni kale kajiwe ambako wanawekaga mlango ili kusudi mlango usijifunge. Au anaweza akadhani ni yule ambalo akiona hana nyundo anagongea msumari wa pazia lake. Tueleze pia jiwe hilo likoje mzee Jimmy, linaloitwa mwamba? Jiwe gumu sana. Haleluya.
katika jiwe gumu sana, unaona Mungu akiagiza mfumo wa hilo jiwe kuzalisha maji, lizalishe kwa kuambiwa. Kwanza jiwe na maji moja, hiyo picha iliyo ngumu. Lakini pia kama ni maji pia litoe, na pia uangalie kwa kuambiwa. Maana yake mtu akutwa anasema na jiwe analiambia toa maji, sio ataliguse. Akiwa tu hapo wakati analiambia amelishikia na kitu gani mkononi? Na fimbo. Kana kwamba anaolitisha kwamba naweza nikakuzibua nikakuchapa ujue nina fimbo. Na pia wala ile fimbo hajaambiwa itumia achape. Tunaenda sawa sawa tu wa Mungu. Na kufundisha hivi kwa nini ni rahisi kwa sisi kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha tunapomshirikisha Mungu kwenye mambo yetu. Nikakwambia jambo la kwanza ni kwa sababu asili ya Mungu huwa ni Mungu ambaye ana utajiri. Lakini jambo la pili hili nimekwambia kwamba huwa ana ujuzi mkubwa sana wa kuyavumbua mafanikio. Utaona hapa ujuzi tunaoona hapa mkubwa wa kimungu ni nini? Katika jiwe ambalo ni mwamba mgumu sana, katika huu mwamba ambalo ni jiwe gumu sana, utaona kuna maji Mungu anataka yatokee hapa kwenye hili jiwe. Tena sio hata kwa jiwe kupondwa pondwa kwamba tuliliponda ponda. Kwa hiyo wakati tunaliponda kisayansi, ile kuponda inahusiana na kwamba ni kuchukua si hydrogen inakwenda na confusion, inakwenda ina mekaba. Kaliambie, kalisemeshe tu, ukauambie mwamba mbele ya macho yao toe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Walipita kwenye kipindi kigumu ambacho sehemu wanayoipita ni kavu, ni kame, haina maji, na wakaonekana kuhitaji maji kwa sababu walikuwa wana kiu. Biblia inaonyesha ya kwamba wakati wakiwa wanatafuta maji kule jangwani ya kwamba yanatokeaje, ndio utaona uwezo wa Mungu ulivyo mkubwa katika kuyavumbua mambo. Anaamuru sio hata sehemu ambazo zina dalili ya chemichemi kwamba chimbweni. Aliamuru maji yakazaliwe katika jiwe gumu. Kwa hiyo na kuonesha ya kwamba ufanisi wa Mungu ni mkubwa, na ndio maana kufanikiwa kwa mtu anayemhusisha Mungu ni rahisi. Kwa sababu gani? Hata kwenye mambo magumu ambayo unaweza ukayaona wengine yamewashinda, utaona Mungu anaweza akatokezea mafanikio hapo hapo. Na ndio maana mimi sikufundishi kwamba upimane na wengine kwamba walichoshindwa wewe usifanye, na kufundisha hivi, fanya mambo na Mungu. Sijasema yaliyowashinda wengine au yasiyowashinda. Nimesema maadamu ni mambo yafanye na Mungu, bila kujali kuna ambaye amepiga mweleka kwenye hilo jambo. Kwa sababu gani? Kama Mungu aliweza kuzalisha maji kwenye jiwe gumu, maana yake ni kwamba katika magumu yaliyomshinda Mwajuma na Aisha, wewe unaweza ukayaweza. Katika magumu yaliyomshinda Joni, yaliyomshinda Yusufu, wewe unaweza ukayaweza. Tofauti yenu ni nini? Yusufu alifanya peke yake, wewe fanya na Mungu. Joni alifanya peke yake, wewe fanya na Mungu. Mwajuma aliyefanya peke yake, wewe lifanya na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo utaona hapa, na ndio maana nikasema jeuri yetu ni Mungu. Utaona hapa ni kwa nini watu ambao wamemshiba Mungu wasivyoteteleshwa na mambo. Kuna wakati utashangaa mambo yanaenda yanayumba yumba, wewe unapiga ukunga, yeye unamuona kama ajali. Wadada simpo na kuolewa ni kuzuri. Wadada simpo na kuolewa ni kuzuri.
Kuna saa utaolewa na lijamali na imani hilo, mpaka kuna saa ukiwa unasema mambo matatizo yako, yeye anakuwa kama hata hakusikilizi. Unaweza hata ukaboeka ukasema ya kwamba yaani huyu hajaribu ya mtu huyu. Mwanaume hapa ndo nimemkosa. Yaani hata anijali. Ndio angenishika hapo alikumbatie, anipoze aniambie baby pole, anipoze aniambie baby pole. Baby usijali tutapita. Kuna wakati utakutana na lijamani bedui kwenye swala hilo, usishangae. Wanaojua ya kwamba jeuri yao ni Mungu, hata wanong'oneze habari za magumu. Waambie leo mume wangu ile kapu ya unga ndo inaishia leo. Unashangaa nakwambia mke wangu hamna shida, baadaye naenda. Unasema Baba John, mbona ni kama unisikii? Yaani Baba John umekuwa na dharau. Najua kuna anayekupa kiburi. Wakati mwingine mwenzako yuko na Mungu ndani yake, ana imani na aliye naye. Baba John mwenye Mungu hatishiwi na habari ya unga unaisha jioni ya leo. Anajua Mungu wake kwenye jiwe gumu alitoa maji. Hata hapo kwenu katika hali ngumu ya uchumi anaweza kuwalisha nyie. Mama John tulia, mwambie mwenzako Mama John atulie, Mama John atulie, Mama John atulie. Barikiwa mwanangu. Kuna wakati wapo dada wametuona tunadharau kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Yaani anataka sasa akisema unga umeisha, tuchukuane yeye na wewe, mnakaa hapo mnaanza jamani unga ule. Mama John unga. Mama John unga pale. Nye vipi? Mwambie mwenzako Mama John kuanzia leo atulie. Tuishi na imani ya Baba John. Tutaendelea Alhamisi. Haleluya. Haleluya. Hebu piga makofi mengi mengi kwa Yesu. Haleluya. Utupe leo riziki yetu. Hata unga ukiisha riziki yetu hivyo. Utupe leo riziki yetu. Utupe manake hapo inatoka mbinguni. Haitoki pale sokoni. Bwana Yesu apewe sifa. Mahala ambapo hapana njia Mungu anaweza kakufanyia jambo. Haleluya. Jifunze kutazama mambo kwa jicho la kimungu. Haleluya. Lakini akasema hivi, mimi nakaza tutuombe. Sema nawapenda wale wanipendao. Kigezo napata utajiri, nawapenda wale wanipendao. Amen. Usisahau hiyo. Sema nawapenda wale wanipendao. Na wanitafutao kwa bidii wataniona. Ule wa 18 anasema utajiri na heshima. Utajiri udumuo na haki pia viko kwa Mungu. Kwa hiyo usikimbilie ule wa 18 tu. Utajiri kama umpendi Mungu huwezi ukaupata. Kigezo cha kupata. Sema kigezo. Mbona unanuna sasa? Unafikiri hapa kuna msendeleo? Huyu mstari anasema nawapenda wanipendao. Hakwanza na kugawa mali zake, Bwana anasema nawapenda wale wanipendao. Alafu anasema wanitafutao kwa bidii. Kama unakuwa goigoi kumtafuta Mungu, na mafanikio yako atakuja kwa kusuasua tu. Sema nawapenda wale wanipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona. 18 anasema utajiri na heshima. Sema naam, utajiri udumuo na haki pia. Yaani unakula wewe, unaondoka duniani, wanakula watoto wako. Wanaondoka wanaacha wanakula wajukuu zako. Wajukuu wanaondoka vinakula vitukuu. Ndio Mungu, ndio tajiri Mungu aliyembariki nao Ibrahimu. Bwana Yesu apewe sifa. Sio nakufa kesho tu mwezi wa pili, hakuna hata akibatari kopa la kibatari hapa kwa alipo. Hello. Ukitaka ufanikiwa mpende Mungu. Na hapa ndio sasa tunapotofautiana. Ndio maana tunazunguka kwenye vituo vya maombi kama watu wanaenda kuabuliwa. Kumpenda Mungu hatutaki, ila tunataka baraka. Pokea, receive na receive. Ili ureceive
ili upokee, mpende kwanza Mungu. Moyo wako unampenda Mungu. Tumwambia asili ya Mungu si ni baraka. Simpende mwenye baraka zake, simpende mwenye mafanikio yake. We maombi utaki, ila unataka baraka. Maombi utaki, unataka uponyaji. Unapatapataje? Na wapenda wale wanipendao. Kigezo cha kufanikiwa kumtafuta Mungu. Hebu sema kumtafuta Mungu. Kuwa na moyo wa ibada. Hebu sema moyo wa ibada. Sema moyo wa ibada. Unajua tulivyo mtu akakufa mtaa wa 3 na siku yote kuja ibada. Wewe unampenda Mungu? Alhamisi hapo mtaani pamefia, utaenda kwenye maombi. Maana tuna msiba. Siji tuna 3. Kuna 3, kuna binti anaitwa 3 huko. Kumbe nafuata kipunga cha watu. Halo? Amen. Hebu nisikilize rafiki yangu. Kumpenda Mungu nataka kujikata sana. Mahala fulani Yesu alimwambia mtu mmoja, ambia naomba nipe ruhusa nikamzike baba yangu. Yesu akamwambia waache wafu wazike wafu wao. Sentensi ngumu kwenye kanuni za kumpenda Mungu. Mtu amefiwa na baba yake. Ambia Yesu, nataka kukutumikia, lakini yeye baba yangu amekufa. Yesu akamwambia baba yako ameshakufa, acha wafu. Maana yake wale wanaenda kusikana wa kiroho amekufa na anayezikwa naye amekufa. Ukiona mtu anayecha ibada kwa ajili ya msiba, nawe ni mfu. Usinikunjie uso. Mwambeza wewe ni mfu tu. Ujaenda tuna msiba hapo Mwaya. Kwa hiyo sijaja kwenye maombi ya Alhamisi wala kanisani sijaja. Natoka tu nasema nani hapo sijaja. Wewe nawe ni mfu. Sema Yesu asema waacheni wafu wazike wafu wao. Kufanikiwa kunahitaji gharama sana. Kunahitaji nini? Gharama. Hata ukienda utamfufua, nenda kwanza kaabudu, utaenda kwenye huo msiba. Nenda kwanza kwenye nini? Bwana mnaniangalia hivi jamani, msinipi. Nafundisha, si ndio vimetukamata moyo. Tulifiona mtoto wa mtumishi mwenzetu, mchungaji mwenzetu, katikati ya maombi. Mke kajifunga mtoto akafa. Akaambia mkaziki. So sitatoka mpaka maombi yaisha. Sema huyu mwanamume katili ndio ile imani ya John. Hanipendi, nimefiwa na mtoto hapa, hajasema kazikeni. Yalikuwa maombi ya siku 7 ya kufunga. Mafungo alipoisha, watumishi wameanenda sasa mimi siendi. Mungu aliamua kumchukua mtoto wangu, alijua niko kwenye maombi. Mungu atajua na mtoto aliyemchukua sibanduki hapa. Pole sasa, unanipa pole ya nini? Mwambie zako na huo msuli wewe. Na huo msuli wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye mambo magumu ndiko Mungu anakotokea. Na Mungu anataka mashujaa wa imani. Pale panapoonekana hapana kitu ndio Mungu anapojitukuza. Hapo katika hali unayopitia, ng'ang'ana na Mungu kuliko wakati wowote. Mungu atatokea. Kama ametoa maji kwenye mwamba, hata wataku. Hilo jabali unalopitia, hilo jambo gumu kama jabali, Mungu atatokea hapo hapo. Hapo pagumu kama mwamba, panapiga panatoa cheche, hapo hapo Mungu atakuja hapo hapo. Haleluya. Amen. Pende Bwana. Pende sana. Nawapenda wanipendao. Nawapenda wanipendao. Amen. Na wanitafutao wataniona. Wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Ukimwona Mungu na utajiri umepata. Hebu sema ukimwona Mungu na utajiri umeuona. Na wapenda wanipendao na wanitafutao kwa bidii wataniona. Tumeguswa kipengele kigumu sana. Sema mchungaji kafundisha upo tu utajiri. Wewe unampenda Mungu? Wewe unamtafuta Mungu? Hao kija hapa ni wakati umekuja na shida, shida ikiisha unaondoka. Halo? Amen. Unakuja wakati wa nini? Shida ukipata nafuu na Mungu kaa mbali na mimi. Saa tabu imeanza tena, tuna shida na tabu. Tuna watu wawili wanaitwa nini? Shida na tabu. Shida imekuleta. Ikiisha tabu ikienda kwanza nyumbani unarudi tena. Uwezi ukatoka.
Uweze ukafanyaje? Uweze ukatoka. Ukiamua kunyooka na Mungu, nyooka na Mungu tu. Ukiamua kunyooka na Mungu, nyooka na Mungu tu. Mchungaji umenikumbusha ile habari ya kuishiwa. Mwaka fulani naenda kuhubiri mkoa fulani. Manze na yetu ombe kwa ajili ya sadaka. Nikamwambia unaondoka hapa ndani hatuna chochote. Hatuna nini? Chochote. Hela hamna. Tunaicha tuliokunywa juana hatujui itakuwaje. Na katoto kadogo hivi. Kamoja. Alafu kumfukoni, usema mfukoni. Na nauli ya kwenda kwenye ule mkoa. Nikitoa hata hapo 500 nauli sifiki. Alafu hapa hawana huu. Hawana nini? Nauli ninayo. Unaenda kumtumikia Mungu au tunaila nauli hapa? Niambia Mungu, mimi kwenye mkutano naenda hata kama ndani hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kamwambia mgambo, nataka kula mpaka lini? Sasa mpaka utakaporudi. Kalete bakuli. Kaenda kuleta bakuli. Na mtoto na kaleta bakuli na mtoto na kaja na bakuli yake, tuna bakuli mbili. Kaambia simameni hapa. Nikamwambia Bwana Yesu, hapa mke wangu na mtoto ana bakuli. Hatuna chochote. Hivi vyombo ni vitupu. Mimi naenda najua watakula mpaka nitakaporudi. Sema semeni amina. Ndio sema amina. Mama yake machozi haya. Natoa begi begani kaondoka. Halo? Nafika jioni ananipigia simu. Yeye ni mfanyakazi. Akaambia nimeitwa kwenye semina. Waliitwa wengi. Halafu mmoja akasema muiteni na fulani semina msimu wake. Akasema jina lazima muite tu. Akasema nimeitwa na kila siku kipindi kile posho napata shilingi 30,000. Halafu ni semina ya siku 7. Kwa maana amepata 210,000 na mimi kule mfukoni nilikuwa na shilingi 15,000. Kwa ilibidi nitoke nyingi zije. Sasa tu naona Mungu anisamee pale imani ilipotindika. Kwenye shida muone Mungu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nimeenda nimekuta wamekula na bado zipo. Nami nikaja na vingine. Bwana Yesu apewe sifa. Tatizo lako lisikutoe kwa Yesu. Shida isikutoe kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atakufanyia njia pasipo na njia, shika sadaka yako. Kwenye hii kanuni Mungu atakufanyia njia tu.